حسن ظني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته، وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم، ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، أيها المسلمون الكرام، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، فلا فلاح ولا نجاح في هذه الدنيا إلا للمتقين. Watukufu wapendwa waumini wa Kiislamu, awali ya yote kwanza hapana budi kwa heshima na taadhima urejesha kwa yule ambaye kwamba ameniwezesha mimi na wewe tukawa ni miongoni mwa wale ambao kwamba wenye kufika katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhan, akaniwezesha mimi na wewe tukaweza pia kufika katika leo siku ya Ijumaa Ramadhani ya 4. Hii ni neema kubwa sana na ni chansi kubwa sana. Hapana budi tujue kwa kurejesha shukrani zetu kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutubariki neema nyingi kama hizi alizotupa. Ndo al-Imam Shafi'i, al-Imam al-Jalil, baada ya kutambua neema kama hizi hakukaa nyuma, aliwahi kusema maneno yake maarufu, maneno yake ambayo kwamba tunayasema siku zote. Aliwahi kusema la ta'sa fi dunya ala fa'itin, la ta'sa fi dunya ala fa'itin wa 'indaka al-islam wal 'afiyah, in fata amrun kunta tas'a lahu fafihima min fa'itin kafiyah. Al-Imam Shafi'i baada ya kutambua neema za Allah subhanahu wa ta'ala alisema la ta'sa fi dunya ala fa'itin, usihuzunike katika dunia kwa mambo yaliyokupita. Yani vitu ikiwa vimekupita mbalimbali vya kidunia usihuzunike. Wa indaka alislam wal afia, hakika wewe una kitu ambacho kwamba ni kikubwa, nacho ni Uislamu na afya. Kwa hiyo watukufu wa Islam, tuko katika neema kubwa sana ya kuwa sisi ni katika ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lakini pia akatujalia mimi na wewe kuiona hii Ramadhani. Hii ni neema kubwa, si ujanja wetu kuwa sisi mahodari, kuwa tuna akili nyingi, kuwa sana au sisi ni wajuzi. Hii ni rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watukufu, na bila ya kusahau swala zetu na salamu zimfikie kipenzi chetu, zimfikie mkombozi wetu, zimfikie Bwana ambaye kwamba alipambana katika maisha yake ili mimi na wewe tuwe katika mazingira mazuri. Swala na salamu zimfikie Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Watukufu wa Islam, naihusia nafsi yangu yenye makosa pamoja na kuhusia nafsi zenu jambo zima la kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hapana mafanikio katika huu ulimwengu wa kidunia isipokuwa kwa wale ambao kwamba watamcha Mwenyezi Mungu na watamwogopa kiasi inatakiwa aogopewe. Kwa hiyo naihusia nafsi yangu kabla ya kuingia katika mada yetu katika dakika hizi chache, na pia namuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ajalie katika muda huu mchache maneno haya yawe yenye kutoka katika moyo wangu, na pia maneno haya yawe yenye kuingia katika nyoyo zenu, yawe na nembo ambayo kwamba ya ikhlas, kwani dawa au kukumbushana ni kitu kikubwa sana. Ukimsoma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama katika hadithi zake, au ukiangalia hadithi moja ambayo kwamba ni maarufu, wengi tunaijua, Bwana Mtume anasema ad-dinu an-nasiha ila akhir al-hadith. Ad-dinu an-nasiha, dini ni kunasihiana. Ukiangalia haya ni maneno utaona ni machache, lakini lugha ambayo kwamba inatumika ndani ni lugha kubwa sana. Angalia ad-dinu
mubtada pamoja na an-nasiha khabari yake imekuja kwa njia ya maarifa. Watu wa nahwu, watu wa lugha alhamdulillah wapo na wanaeleza vitu kama hivi. Imekuja mubtada na khabari, imekuja kwa njia za maarifa zote. Ulamaul balagha wanarudi wanasema ikiwa mubtada ni maarifa na khabari imekuja kwa njia ya maarifa, inaishiria min turukil hasri madinu illa an-nasiha, haikuwa dini isipokuwa kunasihiana. Kwa hiyo namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hizi nasaha ziwe zenye kuninasihi mimi katika moyo wangu, pamoja na kuwanasihi nyinyi watukufu wapendwa wa Kiislamu. Watukufu wa Islam, nitapenda niishi na nyinyi na abiyat za al-Imam ambaye kwamba abiyati hizi zipo katika kitabu cha Lataiful Maarif li Ibn Rajab. Aliwahi kusema baada ya mwezi wa Ramadhani kama huu kuingia, akasema ya dhalladhi man lahu dhanbun au ya dhalladhi man adhnaba adh-dhanbu fi Rajab hatta asa rabbahu fi Sha'ban. Ya dhalladhi man lahu dhanbun, ya dhalladhi man lahu dhanbun fi Rajab حتى عصى ربه في شعبان. لقد أضلك شهر صوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان. واتل القرآن فيه مجتهدا، واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا، فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني. Mashairi haya, abiyati hizi za huyu mwanachuoni zitatujulisha leo Ijumaa hii ya kwanza namna gani mimi na wewe tutaweza kuikabili hii Ramadhani. Ramadhani ni mwezi ambao kwamba unatakiwa watukufu wa Islamu tuweze kutengeneza nyoyo zetu. Ramadhani ni mwezi ambao kwamba inabidi mimi na wewe tujipinde katika kufanya ibada mbalimbali. Ya dhalladhi ma kafahu dhanbu fi Rajabi, imekuja hivi ya dhalladhi ma kafahu dhanbu fi Rajabi hatta asa rabbahu fi Sha'bani. Laqad adallaka shahru as-sawmi ba'dahuma fala tusayyiruhu aidan shahra isyani. Imekuja namna hii, ewe ambaye kwamba haikumtosheleza yeye mpaka akamuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mwezi wa Rajab. Yani mtu anamuasi Mwenyezi Mungu siku zote mpaka ikafika miezi ile mitukufu ambayo kwamba ni mitukufu zaidi, akaja pia akamuasi Mwenyezi Mungu, akawa anazidisha maasi. Ya dhalladhi ma kafahu dhanbu fi Rajabi, ewe yule ambaye kwamba haikumtosha yeye akamuasi Mwenyezi Mungu mpaka katika mwezi wa Rajab, ikaja mpaka mwezi wa Shaabani akaufanya pia ni mwezi wa kumuasi Mwenyezi Mungu. Sasa anasema shekhe, laqad adallaka shahru sawmi ba'dahuma, hakika umekuingilia wewe mtukufu wa Kiislamu, hakika umekuingilia wewe na mimi katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Asema fala tusayyiruhu, basi usiufanye huo mwezi aidan vile vile shahra isyani, ni mwezi wa kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huu ni mwezi wa kujipendekeza kwa Allah, huu ni mwezi wa kusafisha nafsi zetu. Leo kitu ambacho kwamba kinatusababisha mimi na wewe tumsahau Allah jalla jalalu, kuwa nafsi zetu leo tumeziwacha, nafsi zetu zimimili katika dunia, nafsi zetu zimimili katika ulimwengu, ikafikia stage paka yale mambo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunayasahau. Leo wangapi walikuwa wanatamani fursa kama hii? Walikuwa wanatamani wangapi wapate japo Ramadhani ya kwanza, lakini wako wapi? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewachukua. Lakini kama wao walivyochukuliwa, na mimi ipo siku tutaondoka, mimi na wewe tutaondoka katika huu ulimwengu. Sasa fursa ambazo kwamba tunazozipata katika mwezi kama huu
wa Ramadhan ni fursa ambazo kwamba inatakiwa mimi na wewe tuifanye. Hii fursa ni chansi yetu ya mwisho, kana kwamba hatutofika Ramadhani ijayo. Lakini leo kama tunavyosema, nafsi zinataka tiba, na miongoni mwa tiba za nafsi Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha namna ya kutibu nafsi zetu. Siku moja Bwana Mtume aliwahi kusema, akasema, zurul qubura tudhakiru biha al-akhirah, tembeleeni, ekeni desturi katika maisha yenu muwe mnatembelea makaburi. Hakika mnapotembea katika makaburi basi mtakumbuka akhira. Hii ni tiba ya kutibu nafsi, hii ni tiba ya kutengeneza nafsi. Alafu Mtume aje kama hapo akasema, waghassilul mauta, na ekeni desturi katika maisha yenu kuosha amwat, kuosha maiti. Kuna nini ukiosha maiti? Mtume anasema, fa innaha mualajatul ajsadil khawiya, hakika kuosha maiti ni dawa, ni tiba ya viwiliwili ambavyo kwamba havina imani, havina hata imani kidogo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo wanapoosha maiti, watu wanapozuru katika makaburi, mtu mwenye akili anatafakari, anaenda pale, anaona huyu alikuwa ni ndugu yangu, huyu alikuwa ni mama yangu, huyu alikuwa ni nani wangu, huyu alikuwa ninakaa naye, leo yuko hapa. Unamuosha maiti, huyu alikuwa anaoga mwenyewe, huyu alikuwa anatembea mwenyewe, lakini leo anainuliwa. Leo ukimwacha anaanguka, leo unamgeuza upande huu, leo unamgeuza upande huu. Hii yote ni tiba ya nafsi, na ni tiba ambayo kwamba lau tutaipata mwezi kama huu, basi utakuta ni mwezi ambao kwamba tunaupokea na nyoyo zilizokuwa zenye huruma, na nyoyo ambazo kwamba zinamtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sa Ibn Rajab anaendelea kusema, anasema, watlul Qur'ana, jizalimishe katika mwezi kama huu kusoma sana Qur'ani. Wasabbih fihi mujtahida, na jizalimishe ndani ya mwezi huu kumtaja Mwenyezi Mungu sana. Yani mwezi huu iwe ni Qur'ani kwako ndio inacheza katika maisha yako. Nyuradi mbalimbali kuleta munajati na kunong'ona na Mwenyezi Mungu inatakiwa ndio iwe mbele kabisa. Hebu leo soma salafu saleh, walikuwa vipi katika mwezi huu, walikuwa wanafanya nini? Walikuwa nyakati za usiku wao hawaziwachi, walikuwa nyakati za usiku wao ni mali kwao. Nakumbuka hapa kisa ambacho kwamba kipo katika kitabu cha Mukashafatul Qulub. Hiki ni kitabu cha al-Imam Abi Hamid al-Ghazali, mmoja katika vijana. Na leo watukufu wa Islam, dua yako kubwa iwe katika wewe ambaye kwamba kijana mwenzangu, ambaye kwamba tunaingia Ramadhani katika msikiti, alafu ikiisha Ramadhani tunatoka katika msikiti. Eka dua yako hii iwe ni kubwa sana, yani kila saa katika nyuradi zako unazoziomba mwekee Mwenyezi Mungu nyuradi hii kila saa, umwambie, ya Rabbi, na kuomba unijalie, unifanye nimeingia Ramadhani katika misikiti, basi niwe mimi ni katika watu wa misikiti na kufanya ibada. Yani ulie na uombe nyuradi hii, yeye ndio mwenye kubadilisha nyoyo. Huenda ukapata ile dua ikawa kabuli na ukawa wewe ni mtu wa ibada. Mmoja alienda kuomba kazi kwa bosi mmoja. Tunataka tuone vijana ambao kwamba walijikita katika kunong'ona na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, walijikita katika kufanya ibada mbalimbali. Alipofika akaomba kazi, akakubaliwa. Yule kijana akamwambia bosi, lakini ninaomba unisaidie, kuna vitu vitatu unikubalie. Bosi akamwambia, ni vitu gani? Sikiliza haya mambo ambayo kwamba anaomba kwa huyu bosi, ndio utajua hadhihi al-umur tushiru annahu min az-zuhad, tushiru annahu min as-salihin. Akamwambia bosi, naomba jambo la kwanza, alla tamna'ni 'ani as-salati al-maktuba, usinizuie mimi pindi ikiingia wakati wa sala ya faradhi, idha jaa waqtuha. Alla tamna'ni 'ani as-salati al-maktuba idha jaa waqtuha, usinizuilie pale inapoingia wakati wa sala, niwachie mimi bosi niende nikaswali. Bosi akasema, kwa hilo nimekupa. Jambo la pili akasema, na kuomba antaamurani bin nahari ma shi'ta, uniamrishe mimi mchana unavyotaka, wala taamurni bil layli,
wala usiniamrishe wakati wa usiku. Bosi akamwambia hilo umepata. La tatu akamwambia antaj'ala li manzilan fi baitika la yadkhuluhu ghairi, unifanyie mimi katika nyumba yako sehemu ambayo kwamba nitakuwa mimi tu, hatoingia isipokuwa ni mimi. Angalia, haya ni mambo ambayo kwamba kwa mtizamo mimi na wewe, mtu leo akitaka kazi, akiomba mambo kwa bosi wake, atamwambia mimi naomba unisaidie siku ya Jumapili niende bichi nikadiraksi, niende sehemu fulani, niende klabu. Lakini haya mambo yanaishiria huyu kijana ni katika watu wakubwa. Bosi akaanza kumchunguza kwa haraka haraka, akaja kugundua siku moja anatembea katika nyumba yake usiku, akakuta kwenye chumba chake kinang'ara, kunanukia. Akaenda kuangalia, anamkuta kijana analia, yuko kwenye sijda, anamuomba Mwenyezi Mungu dua mbalimbali, analia kwa Mwenyezi Mungu, anamwambia Mungu, ya Rabbi, umenijalia nimepata kazi kwa huyu jamaa, na lau sio kupata huyu, sio kupata kazi, mimi ningekutumikia wewe usiku na mchana. Bosi machozi yanamtoka, anaenda kwa mke wake, anamwambia mke wake siku ya pili na yeye anataka kujionea kwa macho yake. Wakaenda mida ile ile, wakamkuta kijana yuko katika kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ananong'ona, anafanya tasbihati mbalimbali, anafanya munajati na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi yule mke akashindwa kujizuilia, akatoa sauti kwa kulia. Yule kijana maskini akashtuka, akaona mimi nishajulikana nalolifanya. Angalia watu wema, pale pale akamwambia Mwenyezi Mungu, ya sahiba sirri, ya sahiba sirri, ewe bwana wa siri, inna sirra qad dhahara, hakika hii siri tayari imedhihiri. La uridu hayati ba'da mashtahara, sitaki tena kuishi baada hii siri kudhihiri. Kwa kweli baada ya siku mbili Mwenyezi Mungu akamchukua. Inna lillahi ibadan idha aradu aada, Mungu anawaja, hawaja wakitaka, na Mungu anafanyaje? Anataka. Watukufu wa Islam, tuufanye huu mwezi wetu ni mwezi wa Qur'ani sana, na kusoma Qur'ani na kuzingatia na kufanya tasbihati mbalimbali, kwa kukesha usiku, kwa kuombea ndugu zetu ambao kwamba wapo katika matatizo mbalimbali. Ufanye huu ni mwezi ambao kwamba wa kurudi kwako na bila kurudi katika maasi. Tukifanya hivyo tutaweza kufaulu, watukufu wa Islam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله، الحمد لله الذي رفع السماء وجعلها آية للعالمين، وخفض الأرض رحمة لعباده الذين أعطاهم الله اليقين. والصلاة والسلام على من فتح الله له فتوح الخير وفاق النبيين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. Watukufu wa Islam, kwa mara nyingine tena naihusia nafsi yangu yenye makosa pamoja na kuhusia nafsi zenu jambo zima la kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tukiendelea na maneno ya Ibn Rajab, anasema fa innahu shahru tasbihin wa Qur'ani, hakika si jambo jingine, huu ni mwezi wa tasbihi mbalimbali na Qur'ani. Lakini akasema maneno mazito, na ndiyo tunamalizia maneno yetu na khutba yetu. Akasema kam kunta ta'rifu mimman sama fi salafi, kam kunta ta'rifu mimman sama fi salafi, wangapi na wangapi ulikuwa nao wewe unawajua, hakika walifunga na wewe katika zama za nyuma zilizopita. Wangapi? Wengi. Kila mtu hapa akiulizwa, shekhe, wamekuacha watu wangapi, utaweza kutaja daftari zima wale ambao kwamba tumewaacha tayari washaondoka, wengi sana. Kwa hiyo kam kunta ta'rifu mimman sama fi salafi,
wangapi na wangapi walikuwa sisi tunawajua, walifunga na sisi, min baini ahlin wa jiranin wa ikhwani, tena kati ya ndugu zetu, wake zetu na majirani zetu na ndugu zetu kabisa. Afnahumul maut, mauti yamewatowesha hawa. Wastabqaka ba'dahum, yakakubakisha wewe, yani umauti ukakubakisha wewe hayyan, fama aqraba alqasi min ad-dan. Kwa hiyo watukufu wa Islam, kubakia mpaka sasa hivi kupata chansi kama hizi, leo unaweza ukaipata hii chansi uko mzima vizuri, lakini unaweza ukaipata hii chansi tena ukawa afya yako sio nzuri. Unaweza ukaipata tena Ramadhani siku 2-3 ukawa unaondoka tena na Mwenyezi Mungu anakuchukua. Sasa ifanye Ramadhani hii ni kwa kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kusafisha moyo wako. La pili, tukimalizia hotuba yetu watukufu wa Islam, kama alivyotangaza Sheikh letu, tutakuwa na dua kubwa sana, dua ambayo kwamba imeenea katika duniani, imeenea katika dunia. Allahu ya Allahu ya malja alqasid ya ghafahu. Huyu ni mwanachuoni mkubwa sana, Al-Imam Yusuf Ismail al-Nabhani, ni mwanachuoni mkubwa sana, ni mwanachuoni ambaye kwamba ukisoma tarehe yake ametunga baadhi ya vitabu, ametunga baadhi ya mambo mengi sana. Alikuwa ni mtu ambaye kwamba mufti, amezaliwa katika mji ambao kwamba unaitwa Ujzum, katika kijiji ambacho kwamba kinaitwa Ujzum, katika miji ambayo kwamba ya Palestina, kama tulivyoelezwa na Imam. Kwa hiyo tunatabaruk, kuna dua yake ambayo kwamba imeenea katika ulimwengu. Ni dua ambayo kwamba leo tunaona inasomwa, lakini kwa upungufu wa elimu zetu leo unakuta lugha ambayo kwamba imetumika ndani, leo tunaanza kukejeli dua kama hizi. Kuna maneno yapo mwanzo tu pale anaposema laulahu ma kunna wala baqina. Kuna watu walifikia stage wakasema, angalia maneno gani ya shirki, maneno haya hata hayapo, lakini angalia lugha iliyotumika ya ndani. Watu wanazuoni wamejibu kwa sampuli nyingi sana. Mmoja aliwahi kujibu akasema, hata ikiwa tunatawassal, lau sio yeye Mtume Muhammad hatungeumbwa. Ukiangalia katika kutubu na wanazuoni wameeleza katika mambo ya tawassul, Mtume au Nabii Adam alayhi salam wakati anatawassal, anaambiwa laula Muhammadun ma khalaqtuka, lau si Muhammad nisinge kuumba wewe. Anaambiwa Nabii Adam katika tawassul. Ukisoma katika baadhi ya vitabu ambavyo kwamba vinajibu katika hizi tuhuma mbalimbali, asema lau si Muhammad wewe Adam tusinge kuumba. Na wanasema idha sakata al-aslu sakata al-far'u. Sasa ikiwa asili imepomoka, ndio Nabii Adam, zisi vipi itakuwa ni vipi? Kwa hiyo huyu ni bwana mkubwa sana, na tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe baraka zake na atupe nafhati zake. Namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie maneno haya yawe kama nilivyotanguliza mwanzo, yawe ni ukumbusho katika moyo wangu na yawe ukumbusho